Yes, mambo vipi? Ni siku nyingine ndani ya bench letu la Kikaa Podcast, na leo tupo na mgeni. Najua si kawaida watu wengi kuniona niko peke yangu au kumwona mtu, lakini huu ni moja kati ya utaratibu wetu, upo nyuma ya pazia na tunaendelea kufanya day after day. Isa, mambo vipi? Poa kabisa. Inakuaje? Safi sana. JKT wanasemaje? JKT mwema, shukuru, tuko vizuri. Wachezaji wote wako sawa, sipokuwa tu please chetu Baraka Sadiki bado anaendelea na recovery na majira yake, lakini otherwise wote wako vizuri. Ongeleni bana, mmesajili watu 14 lakini mnafanya vizuri, sio mbaya. Yaani mnafanya vizuri. Mmepoteza game chache, hatujajua tatizo ni nini, maana nyinyi ni moja kati ya timu ambayo iko very very strong kwenye league. Na kiukweli kuna watu wengine nahisi wanajiuliza kama mimi wanavyojiuliza ni kitu gani, maana mna wachezaji very very professional. Very very professional, kwa sababu hata waliondoka mimi sijaona pengo lao mpaka sasa hivi. Ni basi tu ni nahisi sijui ni mfumo bado hawajaingia kwenye mfumo ambao wajakata ambao tulouzoea. Na ongeleni bwana, kwanza Musa Chacha amerudi. Wana mkongwe kwa maana kwamba senior amerudi, lakini anajitafuta. Alikuwa yuko katika majukumu kwa kipindi kama cha miaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo kuna sehemu amemiss ball, lakini kadri muda unavyozidi kwenda anazidi kuingia kwenye mfumo na mimi nataka sana. Okay. Naona umevaa t-shirt ya Mara. Why bana? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru sana Mheshimiwa Esther Matiko. Namshukuru sana CEO wa team Mr. Royce. Nashukuru uongozi mzima wa Mara kwa kuniamini na nafasi walionipa. Nimevaa hii t-shirt kwa sababu katika mashindano haya ya CRDB Taifa Cup na wakilisha mkoa wa Mara nikiwa na majukumu mbalimbali, lakini kubwa zaidi nililoleta hapa leo ni mhamasishaji pia na msemaji wa mkoa huu katika mashindano haya ya Taifa Cup CRDB, na nitaendelea kuniona kadri Mungu atakapojalia Sembuse nikiwakilisha mkoa wa Mara katika majukumu mbalimbali. Kwanza hongera. Asante sana. Hongera sana sana. Na hongera hii ni hongera ambayo najiuliza why umeenda Mara na mkoa ambao wewe unaochezea basketball hawajaiona nafasi yako mbele ya, yani hawajaiona nafasi yako ya wewe kupewa majukumu haya uliopewa Mara, lakini Mara amekupa. Kwanza hongera sana. Asante sana. Mara vipi kwanza? Yani Mara pakoje huko? Mara mmejiandaaje? Round hii mnatetea Taifa Cup timu 2 za kike na kiume, au round hii mmekuja kivingine? Je, na upande mzima wa draft yenu ya wachezaji, mnitetea wachezaji ambao tumezoea mkurugenzi wetu au kiongozi wetu au mheshimiwa wetu Esther anavyofanyage? Maana namjua Esther anapenda kikapu. Moja kati ya kiongozi ambaye anayemjua wa serikali anayependa kikapu, Esther ni namba 1. Wapo wakina Kigwangala, wakina Mwanefei, lakini yule mtu ambaye utamwambia Esther tunakuomba kwenye tamasha letu hili la kikapu, atakuja. Yani hahesitate chochote, yani lazima aje. Vipi mmejipangaje? Nikianza na la kwanza, mkoa wa Dar es Salaam unaundwa na watu mbalimbali wenye vipaji na uwezo mbalimbali. Kwa hiyo kutokuchaguliwa mkoa wa Dar es Salaam haimaanishi una uwezo wala una vipaji, na mimi ni nafasi wa wengine ambao wameonekana, na wapongeza wenzangu ambao wako katika hiyo nafasi wakiwakilisha mkoa wa Dar es Salaam. Lakini cha pili niseme kwamba binafsi nampongeza sana Mheshimiwa Esther Matiko kwa sababu kusema kweli ndio mwanamke pekee ambaye ameamua kushika mkono kikapu. True say. Kwa maana ya kwamba akishirikisha watoto wa kike, na dhamira yake kubwa ni kumkomboa mtoto wa kike kupitia michezo, na ikiwa ni ajira rasmi kabisa. Kwa hiyo kipekee Mheshimiwa Esther Matiko na mimi naongezea kwa kumpongeza, lakini pia na CEO
Mr. Alois kwa kweli wanapambana mkoa wa Mara. Kukitoa kikapu Dar es Salaam, ukipeleka pia mkoani kikaonekane kinafanya kazi. Lakini pia nikija kwenye swali lako la mwisho ni kwamba Mara safari hii tunakuja na timu mbili. Timu ya wanawake ambaye nikukumbushe timu mbili. Yeah. Timu mbili. Na timu ya wanawake, na timu ya wanawake ni mabingwa watetezi wa michuano hii ya CRB Taifa Cup. Lakini pia timu ya wanaume inakuja tena upya baada ya kuishia pale tulikoishia mwaka jana, lakini sajili kwa kupitia benchi la ufundi unafanyika na umefanyika vizuri sana. Okay. Kwa hiyo tuko vema, tuko vizuri, na niwaambie tu Watanzania, wapenzi wa michezo na wapenzi wa mpira wa kikapu na wapenzi pia wa mkoa wa Mara kwamba timu hizi kuanzia leo hii unapoisikia sauti ya msemaji na mhamasishaji, timu ya wanaume inaitwa wanajeshi wa mpakani, ikiwa na maana ya nickname. Lakini pia timu ya wanawake jina lao la utani ama jina lao litakaokuwa likitumika kuanzia sasa ni Kichuri Divas. Bali na kwanza why Kichuri D? Ndio maanisha ni mpakani. Ndio. I can understand. Yeah. But Kichuri Divas. Ndio. Why Kichuri Divas? Yeah. Kwanza kabisa tujue mkoa wa Mara ni mkoa unaopatikana kaskazini mwa Tanzania, kwa maana ya kwamba ni mkoa ulio pembezoni mwa mipaka ya nchi yetu. Sawa. Tumejiita wanajeshi wa mpakani kwa maana ya kwamba walinzi wa mpaka ambao unapakana na nchi ya Kenya. Kusema ni wanaume wazalendo, wanaume ambao wana uchu wa kuilinda nchi yao. Hivyo basi tukaona ni vema tuliite timu yetu au tuite timu yetu wanaume wa mpakani, wanajeshi wa mpakani wanaolinda mpaka. Lakini kichuri hiki ni kiungo kinachotumika katika mapishi ya nyama katika mkoa wa Mara, kikiwa na mchanganyiko wa nyongo ya mbuzi na nyongo ya ng'ombe. Kwa hiyo msisahau kwamba mkoa wa Mara ni mkoa wa kazi, na nadhani mpaka hapo mtakuwa mmeshajua kwa nini kichuri. Kwa hiyo mkoa wa Mara tunapatikana watu wa chungu, watu kazi, watu wa maana kabisa. Kwa hiyo ni majina ambayo tumechagua kwa na maana ya kuwakilisha mkoa wetu wa Mara pamoja na vivutio mbalimbali vinavyopatikana kule. Kwa hiyo kichuri ni kitu maarufu sana. Kama unavyokuwa ukitembelea mikoa mbalimbali ukikuta vitu mbalimbali, vinywaji, vyakula vyenye asili mbalimbali, basi pia watu wote wanaosikiliza Kikapu Highlight muda huu nikisema kichuri watakuwa wanaelewa, wale ambao wameshawahi kufika Mara au wamewahi kushiriki Mara katika jambo moja ama lingine. Kwa hiyo ndio maana fupi na kwa Kichuri Divas pamoja na wanajeshi wa mpaka. Wao ni viungo. Ewa. Kwa hiyo unataka uniambia kwamba raundi hii nikikata hapa SGR na Oriamu nikija Taifa Cup Kichuri Diva watu wameangusha. Sema kweli, kwanza ni kupongeze tu kwa maamuzi tutakayochukua kufika pale. Mashindano haya safari hii sio ya upande mmoja. Okay. Sio upande mmoja. Sitaki kusema timu, lakini kusema kweli ni wapongeze sana viongozi wa mikoa mbalimbali. Kusema kweli kila kiongozi anapiana kwa ajili ya kuleta sifa katika mkoa wake, lakini pia kutangaza vivutio vinavyopatikana katika mikoa yao. Kwa hiyo kipekee wale wote watakaokuja hawatojutia, ila mkoa wa Mara, mashabiki wanaozunguka mkoa wa Dodoma, nikimaanisha Singida, Manyara, Morogoro, Dar es Salaam pia sio mbali. Serikali yetu imetusogezea usafiri wa haraka kabisa SGR, waje waione Mara. Sasa hivi ni masaa matatu tunafika. Saa 4 unafika Dodoma. Waje waione Mara mpya. Mara tunaenda kuonesha ushindani. Na kama nilivyosema awali, sisi ni mabingwa watetezi kwa upande wa wanawake, lakini tunaenda kuchukua pia na kombe hilo la wanaume. Kwa hiyo tunajua mikoa mbalimbali inatusikiliza. Kwa mjiandae pia. Tunakuja vizuri sana Mara, tunakuja kwa nia kuendesha ushindani, mchezo mzuri, lakini pia kutangaza zaidi vivutio vyetu vya mkoa wa Mara. Kwa wasiojua, Mara sasa hivi inashiriki kwa wanawake. Kwa upande wa wanawake hii ni mara ya 3.
na katika kila mara zote hizo, kila mwaka tumekuwa tukisogea mbele, kwa maana ya kwamba mara ya kwanza tuliishia hatua ya robo fainali, mwaka uliofuata tukaishia nusu fainali, na mwaka jana ndo tukachukua ubingwa. Vivyo hivyo kwa upande wa wanaume tulishia hatua ya robo fainali, lakini mwaka huu tumesajili timu bora, tumesajili benchi la ufundi bora, uongozi bora chini ya rais wa mkoa wa Mara, mimi napenda mwite Madam President Esther Matiko, pamoja na CEO wa timu hii ya Mara Mr. Royce, kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali wa mkoa wa Mara na kwa kutumia walimu ambao tuliwateua awali, tumesajili timu bora sana kwa ajili ya kushiriki na kuchukua. Makocha ni wazuri, usajili utafuata tu hadharani. Makocha ni wazuri sana, ni makocha wenye vipaji klasiki ya taifa, makocha wa timu ya taifa wenye vigezo na madaraja mazuri kabisa, na waliothibitishwa pia na TBF. Hatujachukua makanja ujanja. Ya ujanja na kidogo bitu tuweke nyuma kidogo. Ndio. Kwa mwaka jana wamesema kwa timu ya Mara kwa wanaume ilifikia hatua gani? Ya robo final. Wanawake ndio mabingwa watetezi, kwa maana kwamba wao ndio mabingwa. Sawa, kwa malengo ya Mara kitaifa ni nini sana? Kwa sababu ukimwona mtu yoyote anaweka nguvu kwa ajili ya kitu fulani, jua ana lengo. Sawa. Je, malengo makubwa ya mkoa wa Mara katika mchezo wa kikapu, je, ni kama malengo ya watu Dar es Salaam au malengo ya watu wa Arusha au malengo ya watu wa Mbeya? Nataka kujua, yani tujue, ili hata yule anayeangalia sasa hivi Kikapu Podcast, muda huu Kikapu Podcast Cup Highlight, hajue malengo ya Mara. Usikute kuna wachezaji wa Mara ambao hawajitokezi na ni wakali kwa sababu hawajajua lengo la mheshimiwa au lengo la kamiti sawa ya Mara, kwa sababu gani wanataka kwa sababu gani wanaweka timu za basketball na kushiriki katika mashindano ya kitaifa, ni kwa sababu gani sana ambazo ziko nyuma ya pazia yetu au ziko hadharani mbele ya kioo chetu tunachokiangalia sasa hivi, kamera yetu, ni kitu gani? Mimi nataka kujua, personally nataka kujua, sawa, kwa sababu mimi ni shabiki wa kikapu kwenye level za ligi, level za kitaifa. Always unajua sisi tunakuaga tunachaguaga upande mapema kutokana na mikoa tuliozaliwa na mikoa tuliokulia. Ndio. Kwa mfano mimi mtoto wa Muhimbili, utaniambia hapa Isakwisa tukutana Dodoma, utonikataza mimi kushangilia Dar es Salaam kwa sababu maybe ndo, yani so maybe huo ndo mkoa wangu ambao mimi nimezaliwa. Umeelewa? Na support baadhi ya players ambao maybe watakuwepo ambao wanacheza kwenye ligi ambao ni favorite players wangu. Umeelewa? Hebu tusaidie hapa. Kwanza naomba nieleze kitu kwa mapana na marefu kidogo. Dhima ya michuano ya Taifa Cup, kwanza kabisa ni kutangaza vivutio mbalimbali katika mikoa tunayotoka. Hiyo ndio dhima ya kwanza, nchi ya Tanzania na vivutio mbalimbali, lakini sisi tumejikita zaidi katika michezo, kwa maana ya kwamba kushirikisha watu katika mpira wa kikapu. Lakini dhima ya pili ni kujaribu kutafuta timu ya taifa iliyo bora, kwa sababu michuano hii ya Taifa Cup inashirikisha wachezaji wazawa tu. Kwa hiyo ni platform pekee ambayo Watanzania wachezaji wazawa wanaonesha vipaji vyao kwa ajili ya kuja kuchagua timu ya taifa iliyo bora. Kumbuka hii ndio dawati pekee ama ndio platform pekee ama ndio shindano pekee ambalo linashirikisha Watanzania pekee kwa pamoja kutoka katika kila kona ya mikoa mbalimbali ya Tanzania. Lakini sasa nikija katika swala lako, kwa nini mkoa wa Mara? Mkoa wa Mara malengo yao ni nini? Kama ilivyokuwa malengo mama tukisema ni kuinua vipaji mbalimbali, lakini pia mkoa wa Mara umeona uwe ni sehemu ya chanzo ama uwe ni sehemu ya vyanzo mbalimbali vya kuibua wachezaji mbalimbali, kwa maana ya kwamba watoto wa kike na watoto wa kiume pia. Kama ilivyokuwa awali na miaka ya nyuma, waliokuwa miaka ya 90, nadhani wanaikumbuka timu ya Mwembeni, moja kati ya timu bora kabisa, na imerudi ipo mkoa wa Mara. Lakini pia kwa taarifa tu ya kwako mtangazaji na taarifa wengine, ni kwamba
bingwa mtetezi wa National League Basketball NBL ni timu kutoka Mara, Fox Divas, na ndio wanaenda kuwakilisha mashindano makubwa ya Afrika ya WBAL ya upande wa wanawake, yatafanyika Rwanda, kama sio Oktoba ni Novemba. Kwa hiyo mkoa Mara ndio sisi kama wapiga porojo, sina jitaga wapiga porojo, ndio tunaruhusiwa tutakuwepo kwenye listi ya mheshimiwa kwenda kuziangalia porojo zetu, kuwaona Fox Divas wakipambana. Rais wa mkoa wa Mara President Esther Matiko amenituma hapa pia nije niwaambie kwamba tunapoenda kupambana huko, Mungu atakapojalia, hili swala ni la Tanzania, silo tena la mkoa wala sio tena la mtu binafsi. Kwa hiyo tutashirikiana na wale wote, tutashirikiana na vyombo mbalimbali, platform mbalimbali za mitandao ya kijamii, ili Watanzania wajue nini tunaenda kufanya, lakini pia Watanzania wote wawe sehemu ya ushiriki katika mashindano haya makubwa kabisa. Imezungumzia Mara, hebu kwanza kunywa lemon. Iko ni kinywaji kipa kutoka GSM. Asante sana. Sisi unajua kwenye Kapo Podcast na Kapo Highlight, the only drink ambayo tunaokunywa ni kutoka GSM. So iko ni kinywaji kipya kinaitwa lemon pop fresh zaidi. Yaani ukinywa kuna ladha fulani unajisikia mchangamfu na unaenjoy. Nimesikia leo. Ndio. Na katika kuendelea ni kwamba nilikuwa nataka nikuulize, najua sio kila mtu anayejua mikoa na vivutio vyake. Leo hii mimi ukiniambia Arusha naweza Kilimanjaro na kutajia vivutio vyake. Nikikwambia Dodoma najua makao makuu na baadhi ya vivutio vyake na vijua. Nikikwambia Mbeya kwa sababu huko ndo kwa mama yangu nitakwambia baadhi ya vivutio ninavyovijua. Ukiniambia kaskazini kwa sababu ni upande wangu pia wa Kiumeni, sijui Iringa, kote huko mimi nakutajia vivutio kwa sababu kote huko mimi nimelelewa na nimekuwa huko. Vivutio vya mkoa wa Mara. Mimi ni mshamba, sinione mjinga jamani, nataka kujua ili na mimi leo hii siku nifunge safari nitoke Dar es Salaam niende Mara kwenye vivutio. Isakwisa, msemaji wa timu za Mara ya kitaifa ya kike na ya kiume, na kuomba unisaidie vivutio Watanzania wajue, au mashabiki wa kikapu wajue, hata leo hii mtu akiwepo Mara aseme nimeshaye kuona Isakwisa akizungumzia kuna kivutio 1, 2, 3, 4, 5. Hiyo ndio maana katika moja ya kampeni kubwa sana aliyoifanyaga Mheshimiwa Rais Mama Samia ni kuvipa vipaumbele vivutio vyetu vya Tanzania. So kwa mkoa wa Mara, hebu mimi nijuze, kwa sababu mimi niliona tu ile tour yake kawaida ya Mheshimiwa Rais, sikiona bazi labda aligusagusa kwenye vivutio vingine vya Mara, mimi sikuona. Ndio sawa. Kwa hiyo nahitaji kujua vivutio gani na gani ambavyo Mara vinapatikana, ili leo hii mtu anayeangalia, shabiki wa kikapu, mchezaji, mpenzi, unajua kuna tofauti kati ya mpenzi na shabiki. Umeelewa? Ili leo tukiamua naenda Mara, tunajua kuna kitu tunaenda kufanya, kuna kitu nitaenda kuangalia, kuna kitu gani nitakutana nacho. Hebu nifungue mimi na yule na wewe unatuangalia. Ndio. Kwanza kabisa wale ambao walizaliwa miaka ya mbele, wale waliokuwa kongwe, mkoa wa Mara ndipo alipozaliwa muasisi wa taifa hili. Mkoa wa Mara ndipo kwenye makumbusho ya muasisi wa taifa hili, Butayama wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo baba wa taifa, hicho ni kivutio cha kwanza kabisa kikubwa katika mkoa wa Mara. Naomba kabla hujaendelea, moja kati ya ndoto yangu ndio mimi ni kwenda Butiama. Ndio. Yaani katika kitu ambacho napambana nacho kila siku, kama kuna wale watu wanaoandaa safari, wanaandaa sijui camping na nini, hebu jaribuni kidogo kutuita Kikapu Podcast, tukasafiri na nyie, hebu tukaenda tukaiona Butiama. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa falsafa za Mwalimu Nyerere.
Kwa hiyo yani umeniambia hivyo manake najiona bado mshamba. Kwa nampenda Mwalimu Nyerere, kumbe sijui kama Butiama iko ndani ya maana. Ndio. Cha kwanza ni hicho, na ni kuahidi tu Mungu atakapojalia ubingwa huu utakapopatikana kwa pande zote, basi utaongozana na sisi mkoa wa Mara kuelekea huko Butiama ukatimize ndoto zako. Hiyo ni ahadi tu tunayoiweka kwako. Amen. Amen. Na mimi sasa nawaambia washinde. Ndio, amin. Na cha pili ni mbuga moja kati ya mbuga kubwa kabisa duniani yenye kivutio, mbuga ya Serengeti. Kwa upande mwingine pia inapatikana mkoa wa Mara. Lakini pia wanasema ndo mbuga hali kushinda mbuga zote kwa sababu ya maajabu yake, au uzuri wake. Lakini basi baadhi ya sehemu pia imegusa mkoa wa Mara. Lakini pia tatu, kwa wale wapenzi wa samaki, ziwa Victoria pia limegusa mkoa wa Mara. Kwa hiyo pia kuna sato, kuna sangara, vitu mbalimbali kama Nyasa na Mbeya. Basi pale mkoa wa Mara pia tunavyo. Lakini pia zaidi ya hapo ni vyakula vinavyopatikana mkoa wa Mara. Kuna vyakula mbalimbali ambavyo kama unavyojua watu wa Mara ni watu shupavu. So watu wa miraba, watu kazi. Basi ukienda mkoa wa Mara, watu wa kauli. Ukienda mkoa wa Mara basi utafurahia kuona watu mashughuli, watu kazi, watu mbalimbali. Lakini pia ni uwepo wa ardhi yenye rutuba kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, pia uwekezaji wa aina mbalimbali. Watu wa Mara ni watu ambao wanapenda kazi, wanapenda kujituma. Kwa hiyo pia ni vivutio vinavyopatikana mkoa wa Mara. Lakini pia mwisho usisahau, mkoa wa Mara vinapatikana vilabu mbalimbali. Kikiwemo klabu cha Fox Divas, mabingwa watetezi wa mpira kikapu wa Tanzania upande wa vilabu, wanapatikana hapo. Vilabu kama Miembeni na vilabu mbalimbali vinapatikana. Kwa hiyo utakapotembelea mkoa wa Mara hautakuwa kwa sababu ya kuzunaa ama kujiona mpeki. Vivutio ni vingi, kwa hiyo tunawakaribisha watu mbalimbali. Katika kitu kimoja hapa nilikuwa naangalia kwenye simu yangu, na kuna maswali kadhaa ambayo niliwahi kuuliza before tukakaa kuongea hapa chini. Na mtu mmoja akaniambia hivi, unajua Sam, Mara ndio timu pekee inaweza kushindana na krimu yenu ya Dar es Salaam. Always, yani watu ambao wanapambana, wanakuwaga na draft kali, wanakuwa na wachezaji ambao wachezaji ukiwaangalia na mtuletea Dar es Salaam wanapigwa kama maji. Ni vitu gani ambacho Mara mnajiona kabisa nyinyi mnaweza mkakompiti na mkoa ambao wenye wachezaji wengi, 60-65 ya wachezaji wengi wanaocheza kwenye ligi wanakaa Dar es Salaam? So na usungilizia Dar es Salaam, ni kitu gani ambacho kinawafanya mjione kwamba sisi tunaweza tukapambana tukachukua ubingwa wa Taifa Cup au Dar es Salaam tukapambana nao kwa njia yoyote hii? Ni kitu gani? Labda maandalizi yenu mazuri, wachezaji wenu wakali, au mheshimiwa ana motisha kubwa sana juu yenu? Motisha muhimu kwa wachezaji ili wacheze. Nashukuru sana Mr. Sam. Nirudie tena kusema binafsi nampongeza sana Rais wa mpira wa kikapu mkoa wa Mara, Mheshimiwa Esther Matiko. Nampongeza pia CEO Mr. Aloisi pamoja na uongozi wote. Kusema kweli, uwekezaji walioufanya ni mkubwa sana, kwa maana ya kwamba utawala, maandalizi kwa ujumla, wachezaji kulala, wachezaji wazuri wakishirikiana na benchi la ufundi. Lakini pia kinachotupa uhakika na kujiamini zaidi ni ule umakini. Kumbuka kwamba analolifanya mwanamke, analolifanya mama, analolifanya dada ni bora. Kwa hiyo Madam President wa mkoa wa Mara mpira wa kikapu, Madam Esther Matiko, kusema kweli mpaka mkoa kama Mara kuchukua ubingwa usidhanie ni kitu chepesi. Story joke. Sio kitu chepesi. Kwa hiyo ni umakini ambao tuko nao, na ndio maana siwezi nikasema hapa hadharani, lakini maandalizi yaliyofanyika ni makubwa sana, na binafsi tena nampongeza kwa uwekezaji mkubwa
aliyoufanya na anaoendelea kuufanya, mambo mazuri na makubwa yanafuata kutokea kwa Mara. Mimi Isakwisa, kwanza nashukuru kwa time yako, lakini na maswali machache. Guys, this is a 101 mimi na Isakwisa, na hapa tunazungumzia Taifa Cup, na huu ni utaratibu wetu na utaendelea utaratibu wetu. Tutaongea na watu wengine watakuwa tayari kuongelea timu zao za Taifa Cup. Kama sio kuongelea Taifa Cup, wataongelea mambo mengine yao personal. This is a 101 between Uncle Sam na Isakwisa. Sasa Isakwisa, mimi nina swali moja la mwisho ambalo nataka ulijibu vizuri. Yani yote umenijibu vizuri, nataka hili kidogo nijibu. Najua umekaa na mheshimiwa na umesikiliza future yake kila kitu. Yani malengo ya mheshimiwa katika kukuza kikapu kanda ya Ziwa ni yapi? Sawa, ni rais wa kule, lakini malengo yake ni kufika wapi? Kwa mfano, nitakwambia moja kati ya mtu ambaye ananifurahisha katika uwekezaji wake wa kikapu, na mzungumzaji mmoja anaitwa Gerald Laka. Yeah. Yule anaisimamia outsiders na lawyers au lawyers. Ndio. Wengine JKT, taasisi nyinyi ambao ni wakwepo. Timu zenu zote tatu, na timu kama 4. Sawa. Naona jinsi gani mpokopo na umoja wenu na ushirikiano wenu. Ndio. Tunamzungumzia Musa Mzenji. Amefanya very very big investment ambao tunaiona sasa hivi na mabadiliko mpaka leo hii kwenye map ya kikapu Tanzania tupo, lakini yeye kuileta Dar City miaka 2-3 nyuma iliyopita imekuwa kuna chachu fulani ameongeza ndani ya ligi. Pia tournament zetu ndani ya ligi zimekuwa ni nyingi, zinafanya tunakuwa na wachezaji wazuri sana, na kwa sababu hao ni malengo yetu ya Dar es Salaam, sisi ni kwa sababu tunahitaji kuwa na wachezaji, kuwa na players, yani kuwa na players ambao wanakizi mahitaji. Hata leo ningesema nimtoe leo Isakwisa anaenda kucheza Urunani, tunajua tuna mchezaji Urunani Rwanda anafanya kitu fulani. So malengo ya mheshimiwa Esther ni yapi katika kanda ya Ziwa kwenye kukuza kikapu? Kwa sababu ukiniambia kanda ya Ziwa maana tunazungumzaji Mwanza huko, si ndio? Maana Mwanza alitoaga wachezaji wakali wa kina Lugola na nani. Ndio. So hebu tuambie malengo ya mheshimiwa ili na sisi tuweze kuyajua na kuyapa nguvu, na sisi kama sisi wapiga Project Cup Podcast na Cup Wale tuwe tunayazungumzia, kwa sababu sisi tunapenda kuyazungumzia mambo mazuri na mabaya pia. Kwanza napenda kushukuru kwa swali zuri sana. Malengo ya Mheshimiwa Esther Matiko ambaye ni rais wa mpira kikapu mkoa wa Mara yamegawanyika kitaifa na kimataifa. Ikisema kitaifa, lengo letu ni siku moja kuwa na ligi imara na kubwa kama ilivyokuwa ligi ya mkoa wa Dar es Salaam. Kama wachezaji wanatoka kanda ya Ziwa kuja kucheza mbali zaidi ya kilomita 1200 Dar es Salaam, kwa nini wasibakie Mwanza? Kwa nini wasibakie Musoma? Kwa nini wasibakie kanda ya Ziwa, kanda ya kaskazini, Arusha, Moshi? Tukawa na ligi yetu bora kabisa katika upande wa kaskazini. Kuna bet power kule. Hilo ni lengo la kwanza. Kule kuna bet power. Ukiandaa kitu kilicho bora, watakuja wafadhili na wadhamini wanafuata kilicho bora sasa. Hilo ni lengo la kwanza la kitaifa. Lakini lengo la pili pia ni kuinua vipaji vya watu wa michezo hasa mpira wa kikapu, lakini pia zaidi ni ukifanya kikapu sasa kiwe ni sehemu ya ajira rasmi kabisa. Yaani mtu anapoanza Januari mpaka Disemba ajue kabisa kazi yangu ni mpira wa kikapu. Kweli. Kwa hiyo mheshimiwa, moja kati ya lengo lake la kipindi kijacho kifupi tu, tumwombee uzima katika shughuli zake za kila siku, ni kuhakikisha kikapu kinainuka na Musoma tena inakuwa na ligi kubwa, Mara inakuwa na ligi kubwa na ligi nzuri. Waliokopo miaka 90 wanaikumbuka timu ya Mwembeni, nikisema hivyo. Kwa hiyo irudi tena kile kikapu cha kanda kaskazini kuwa na watu bora. Kaskazini pana imetoa watu bora katika nchi hii. Nikianza kutajia hapa utashtuka, ila wapo watu bora. Unajua top 5 walotoka kaskazini ambao bora. Ambao wewe mwenyewe wewe katika watu ambao
mimi pia ni shabiki wako, mimi ni shabiki wako. Yes. Wa kuanzia mchezo, the way discipline yako uliokuwepo nayo kwenye mchezo, yani umesacrifice. Hebu nitajie top 5 ambao wewe hata ulishawahi kukutana nao kwenye kupigana kidogo. Kwanza kabisa ni Eriki ama ni Air Mwanza, lakini pili ni Enrico Maengele. Yep. Hiyo ni pure kabisa cream ya kutoka Mwanza. Lakini kabisa miaka ya nyuma hapa ambaye alikuwa akinivutia sana kikapu kilipotea miaka 2011, 12, 13 hapa kulikuwa na mabrother waliokuwepo, brother Dibo kutokea Dibo. Yupo brother Dibo, ni watu wa Mwanza, ni vipaji vikubwa. Kuna baadhi ya viongozi pia katika taasisi za kijeshi. Yupo brother mmoja mtu kazi alikuwa anaitwa brother Titus. Wao ni watu wa Mara, watu kazi. Lakini pia yupo ndugu yangu mwingine, klabu ya JKT tulikuwa naye mwaka jana, mwaka huu amehama. Vijana kama wakina Emmanuel Manyonyi, kuna vijana wa sasa hivi Mwagachi Malwa, kuna watu kama Awambiane namba 6, Yes. namba 6. Yes. Namba 6 mgongoni. Ni vijana kutoka kaskazini na mkoa wa Mara ambao kusema kweli ni vijana kazi, vijana shupavu ambao mkoa wa Mara unatakiwa ujivunie na wajue pia katika ligi ya Dar es Salaam, ligi nzuri na timu bora kama timu za JKT, timu za vijana, timu za Dar City, timu za Division, kuna watu bora kabisa. Kwa hiyo na lengo la pili la kimataifa ni kumalizia la madam ni kuhakikisha kikapu cha Dar es Salaam kinaenda mbali kama ilivyokuwa kwa malengo ya mwenzetu ambaye amewekeza Kikapu cha Dar es Salaam, kikapu cha maana. Kikapu cha Dar es Salaam nikimaanisha kwa maana kwamba kimetangulia, basi na hivyo hivyo kikapu cha Mara pia kiende mbali. Kwa hiyo mwaka huu tunaenda kushiriki Fox Divas kama nilivyokuambia, upande wa wanawake kwa bingwa ya Afrika. Kusema kweli malengo yetu ni kufika mbali kwa maana kwamba kufika hatua ya 3 ambayo ina manufaa kwa taifa na wachezaji watakao kuwa wanashiriki, kwa maana kwamba ni hatua ambayo watu wanalipwa, watu wanaangua chini ya bali wenyewe kwa vitu mbalimbali, yani wewe kusafiri kwenda sehemu mbalimbali inakuwa ni free. Kwa hiyo ndio lengo letu kufika huko mbali. Kwa hiyo malengo ya madam ambaye ni rais wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Esther Matiko, lingine ni kumuinua mtoto wa kike ambaye amesaulika katika jamii. Mtoto wa kike anaonekana mnyonge kwenye mpira wa kikapu, basi lengo lake ni kufuta machozi na kumuinua zaidi mtoto wa kike. Kwa hiyo hayo ni malengo yake ambayo yamegawanyika kitaifa pamoja na kimataifa. Sawa, Ndio. sawa. Kameramani vipi? Funga tuna kingine. Tunafunga kwanza. Funga. Haya. T-shirt naipataje? Na t-shirt tumevaa peke yake. Au ndo t-shirt kwa sisi wa shika mic na waongeaji kuhusiana na michezo hatakiwi kuwa na t-shirt ya mkoa mmoja. Mimi navaa t-shirt ya mkoa wote. Ndio. Yaani as long as kwamba hiyo t-shirt ni ya kikapu, Ndio. mkoa wowote navaa kwa sababu mimi ni mpenzi wa kikapu. So kabla sijafunga hii 101 ya Uncle Sam na Isakwisa, nataka kujua hii t-shirt mimi naipata wapi? Nashukuru sana. Kwanza kabisa hii ni exclusive tumekuja hapa watu wa mkoa wa Mara waone jinsi gani muonekano utakavyokuwa katika t-shirt mbalimbali na sare mbalimbali. Lakini pia CEO mkurugenzi Mr. Alois tayari ameshaandaa utaratibu kwa mashabiki wapenzi, na pia tunajua tunaenda Dodoma, viongozi mbalimbali ambao wanatizama Kikapu Highlights podcast zitakuwa zikipatikana pale katika uwanja ambao mashindano yatachezeka, uwanja wa Chinangali. Kwa hiyo kila atakayefika pale atapata Chinangali Dodomie atapata t-shirt yake. Sio lazima uwe mtu mwenye asili ya mkoa wa Mara au mkoa wa Mara. Kumbuka lengo letu ni kikuza kikapu cha Tanzania. Kwa hiyo tutapata pale t-shirt zetu kwa gharama nafuu sana. Ukifika pale ulizia tu msemaji na mhamasishaji wa mkoa wa Mara, Isakwisa yuko wapi?
utatupata pale. Sasa jina lako ba, jina lako jua zuri sana. Ya, mimi naitwa Isakwisa Alinanuswe Mwakansope. Isakwisa Alinanuswe Mwakansope. Kwa hiyo fika pale, utakapoiona sura hii, basi utapata t-shirt yako katika rangi mbalimbali. Kwa hiyo karibuni sana wa Tanzania, karibuni sana wana Dodoma, karibuni sana wana Mara, karibuni sana wapenzi wa michezo na mpira wa kikapu, muweze kushuhudia kilicho bora na tulichoandalia watu wa mkoa wa Mara. Peace out. We out. Asante.